Ukianzia na majina, hebu tueleze iwapo wabunge watapitisha huo mswada wa kuban TikTok, itaathiri vipi vijana kwa hii industry? Kwa majina anaitwa Kevin, ukipenda utaniita Laro Media. Vile TikTok ikiweza kubaniwa na wabunge pale hivyo, itaweza kutuadhiri sisi kama vijana kwa asilimia kubwa, kwa sababu TikTok kwanza kabisa hutusaidia sana kwa utumbuizaji na tutumbuiza. Kisha kabisa ukijaribu kuangalia vijana wale ambao wamekuwa wakubwa na ikawapea ajira, ni TikTok imekuwa ikawasaidia. Wengi wao ambao wameajiriwa wamepata ajira kupitia kwa TikTok. Kwa hivyo TikTok inapobaniwa waangalie pia vile itaathiri vijana, maana itatuadhiri sana haswa kazi na kukua kwa vijana. Asante. Unamaanisha kwamba TikTok imesaidia sana haswa katika kujenga ile brand ama jina la biashara yako? Naam, sana sana ukijaribu kuangalia haswa kwa wale watu ambao wanafanya mali mingi ambayo inaegemea media kwa mfano, ama zile biashara kubwa kubwa, TikTok imekuwa ikisaidia kwa advertise zile vitu na mambo mengine mengi. Shukrani kwa kuchangia. Ukianzia na majina, hebu tueleze iwapo wabunge watapitisha huo mswada wa kuban TikTok, kama wewe kijana ambaye unafanya kazi yako mingi pale TikTok, je, itakuadhiri vipi? Shukran. Jina langu ni Kaka Maina. Nitasema hivi, kwa mfano walioajiriwa wanaopata pesa ama hela zao kupitia TikTok haitawanufaisha, kwa sababu kama ulikuwa na post kitu pale na ni ya manufaa sana, maybe inakusaidia, maybe kumotivate people, also to guide people, unaona sasa italeta hasara kubwa. La pili, hata serikali inafaa kuangalia, this is a being of youth. So wakati wataitoa wataleta nini after this? So itatuharibia mambo mingi sana. So kwa vijana itapeleka chini creativity ya vijana. Pia kwa sababu kama uko na podcast mahali, kama uko na anything that you do on your own time, itaturudisha nyuma vibaya sana. Hivyo ndo Kaka Maina anasema kwamba TikTok ikibaniwa ita bring down creativity. Kuna vijana wengi wanapata unga kupitia TikTok through advertisement, creativity, podcast. Hivyo ndo hali imekuwa. So iwapo mbunge wako anapitisha huu mswada, utazungumza naye mwaka wa 2027.